Kumbe hata Mungu hana habari nayo, hata hayajafika. Msomaji, hebu kwanza nipatie kitabu kinaitwa Ufunuo. Ufunuo unisomee mstari wa anzia wa 3 sura ya 8. Soma hapa haraka kitu kimoja, kwa sababu kuna maombi ambayo huwa yanaenda kwa Mungu, maombi ya watakatifu. 8 anzia 3. Yohana, soma kama ilivyoandikwa. Inaandikwaje? Na malaika mwingine akaja, akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi ili aupige pamoja na nini? Maombi ya watakatifu wote. Akapewa nini? Uvumba na ya maombi ya watakatifu juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo kuna maombi ya watakatifu ambayo huwa yanatakiwa yaingizwe kwenye ibada ama kwenye ile hekalu ya mbinguni, Yesu akiwa kuhani hapo. Kwa hivyo Yesu akijua kuna watu huwa wanatakiwa waombe ambao ni Wakristo, aliwapatia mfumo wa maombi. Kwa hiyo usije ukajitengenezea wewe njia ya maombi ambayo Mungu ataelekeza ama Yesu ataelekeza. Sasa ninaomba niulize, Yesu atupatie jibu. Maombi yanatakiwa yaombwe kwa namna gani ama kwa jina lipi? Wasije Wakristo wakajikuta hawajibiwi, tena hawajui kwa nini hawajibiwi, wakadhani Mungu amefumba macho, kumbe wanakosea namna ya kupeleka sala. Nisomee Yohana Injili sura ya 14. Yesu akiwa hapa duniani alikuwa amekwisha kutoa utaratibu. Kwa hivyo usijitungie namna ya kuomba tafadhali. Unaona, Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo ni lazima umuulize yeye, tunapitaje kufika kwa Baba? Nisomee mstari wa 13 kwanza. Nasemaje? Soma kama ilivyoandikwa. Yohana Injili 14:13. Soma haya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Eti wakiomba lolote kwa jina la nani? Langu. Mkiomba lolote kwa jina la nani? Langu. Maliza. Hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. 14. Ukiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa hivyo kumbe tunatakiwa tuombe kwa jina la Yesu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hapana jina lingine walilopewa wanadamu lipasalo kuokolewa kwalo. Jina linalotakiwa kutumika kwenye maombi ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu basi, na hajawahi kuelekeza tuombe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo kitu umetunga. Agizo pekee aliyotoa Yesu kuhusiana na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nini? Nisomee Mathayo, unisomee 28:19. Hapo ndio tunapatia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usitanganye mafaili ukaweka kwa faili moja, utajikuta umeweza kuweka mkoroko. Maombi yana njia yake, ubatizo ndio na njia yake nayo. Kwa hivyo usije ukachanganya tafadhali, na hiyo ni makosa wanafanya watu wengi sana. Soma haya 28:19 Mathayo hapo, twende. Anasema semaje? Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, wabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu agizo lake la ubatizo ndilo aliyosema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo tu ndio inatumika kwenye ubatizo, usije ukachanganya ukatumia kwenye maombi. Hapana. Maombi unaomba kwa jina la Yesu. Ndio hata mapepo hauwezi ukaomba ukakemea pepo ukasema na kukemea kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo shawahi kuona wapi? Nisomee haya ya mwisho hapo tufunge ukurasa. Nisomee Matendo ya Mitume
tumalize hiyo, kisha tuje kwa Wasabato sasa tuweze kuwasemea pia kidogo hapo. Ni vile hata wale hawatawahi waliouliza maswali hawajaja tena sasa hivi, labda watakuja baadaye. Nisomee 4:12. Hiyo ndio jina tunalopaswa kutumia. Hebu soma 4:12, Matendo ya Mitume. Soma tusikie. Soma kama ilivyoandikwa, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Twende. Maana hapana jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwao. Kwa hivyo hapo nafikiri tutakuwa tumefunga ukurasa. Ingie kwa mada nyingine hapo mbele yetu.